tusiogope chochote. Ukipatiwa responsibility, jua kwamba wewe uko na roho ya Bwana atakuelekeza. Tusiogope chochote, tusonge mbele. Ni mwaka wetu wa kupanuka. Lazima tupanuke. The year of enlargement and increase. Genesis chapter 1, 26 to 28. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amri ama makusudi ya Mungu katika maisha yako na maisha yangu ni wewe ukazae. Praise God. Amen. Ni wewe ukaongezeke. Ni wewe ukatawale katika kila eneo ambalo Mungu amekuweka. Mungu akatengeneza wanyama, akatengeneza kila kitu, akawaleta kwa Adamu, akamwambia Adamu, wewe nimekupatia mamlaka juu ya viumbe hivi vyote, waelekeze. Taja ng'ombe, akawa ng'ombe. Hii ni mbuzi, ikawa mbuzi. Hii ni kuku, ikawa kuku. Na majina ambayo Adamu wataja imekuwa hivyo hata sasa. Na tumeambiwa sisi tutatiisha dunia. Praise God. Amen. Kwa Kiingereza nasema be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over fish of the sea, over the birds of the air, and over everything that moves on earth. So sisi tuna mamlaka ya kila kitu ambacho kinachotembea. Hakuna mamlaka nyingine katika dunia hii ilipatiwa kitu kingine chote, lakini sisi ndio tulipatiwa mamlaka. Shetani alimdanganya Adamu na akamgeuza, akawa anaitwa prince of the air. Lakini Yesu alikuja akampokonya tena mamlaka na akampokonya ile ufunguo na akaturejeshia mamlaka. So mamlaka tuko nayo. Now, mamlaka kwa sababu tuko nayo, tutumie mamlaka tuliyopatiwa vilivyo. Mamlaka uliyopatiwa, Yesu akasema nimewapatia mamlaka. Luka chapter 10 nafikiri anasema kwamba nimewapatia nguvu na mamlaka, power. Nguvu na mamlaka inapatiwa wapi? James inasema kwamba ulimi ni kiumbe kidogo, lakini kinaanza kuwasha moto, ni kama vile mshale wa kibiriti. Mshale wa kibiriti mmoja unawasha moto msituni na msitu mzima unaungua. Ulimi unafananishwa na ile chuma inawekwa kwa ng'ombe na inaongoza ng'ombe. Ulimi unafananishwa na steering ambayo iko katika meli na inaongoza meli nzima. Ulimi ndio kitu katika kinywa chako, ukiutumia vibaya utaharibika na ukitumia vibaya vizuri utaongezeka. So this year tumia mamlaka tuliyopatiwa vyema. Na mamlaka tuliyopatiwa ni kunena neno la Mungu. Praise God. Amen. Magonjwa ni ya shetani. Ukisema mimi nitakuwa mgonjwa, unamwambia shetani nini? Shetani, ninakuruhusu ulete magonjwa katika mwili wangu. Ukisema mimi nitashindwa, hii biashara nitashindwa, unamwambia shetani nini? Shetani, ninakuruhusu biashara yangu uiharibu. Are we together? Msikie kwa makini. Kinywa chako, so ukikitumia kinywa chako vibaya,
utaharibu maisha yako. Ukitumia kinywa chako vizuri, utatengeneza maisha yako. Haleluya. Amen. Waraka wa Yohana 3:1. Waraka wa Yohana 3 John 1:2. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe. Haleluya. Inasema naomba ufanikiwe katika mambo yote. Katika mambo yote. Ufanikiwe katika mambo yote. Hajasema ufanikiwe nusu. Ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako. Yaani ufanikiwe kuanzia physically, uwe na healthy, uwe na uzima, kama vile roho yako pia inapofanikiwa. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Yohana anaongelea kuhusu kufanikiwa. Anasema kwamba kufanikiwa kwako wewe si kwa area moja na area zingine haistahili ufanikiwe. Lazima ufanikiwe kwa afya yako. You must be health. Afya, magonjwa si sehemu yako mwaka huu, magonjwa yote, ili wewe ukapate kutimiliza malengo na simu ya mwaka huu. Ni umwambie Mungu, niondolee magonjwa katika mwili wangu. Praise God. Amen. Nataka nifanikiwe katika mwili wangu huu, in my soul, in my spirit. Nifanikiwe kiroho. Praise God. Amen. Wengi wakati tunapoomba, tunaomba vitu ambavyo tunaviona. Mungu nipatie gari, Mungu nipatie nyumba, Mungu nipatie kiatu, Mungu nipatie fedha, Mungu nipatie nini. Lakini tutaona sasa wakati tunapoendelea. Wakati tunapofanikiwa kiroho, mambo mengine pia yanafuata. Haleluya. Amen. Nataka tuende point number 1 katika timu yetu. Point number 1 katika timu yetu. Deuteronomy 28 from 11 to 13. Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 11 na 13. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako na mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni ya mbingu, na kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Utakapo yasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Haleluya. Mungu anasema kwamba atakufanikisha, atakupatia wengi. Anasema, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body. Atakufanikisha katika uzao wako, atafanikisha watoto wako, atafanikisha kizazi chako. Hallelujah. Amen. The fruit of your body, in the increase of your livestock. Mifugo yako pia Mungu anasema ataiongeza. Mazao yako shambani Mungu anasema atayaongeza, kwa sababu ni ahadi aliyotoa kwa baba zetu. Praise God. Amen. Ahadi hii tunajiuliza sisi wa Kristo, tunaunganisha vipi na ahadi hii? Na anasema baba zetu Abraham, Isaka na Yakobo. Biblia inasema kwamba katika Galatia 1:13, Yesu yeye kwa kufunikwa pale msalabani, praise God, alifanyika laana. Ile laana aliacha pale msalabani ili sisi 14 tukapata kupata urithi, tukaunganishwa na urithi sasa wa
wa baba zetu Abrahamu. So Yesu aliondoa utofauti kati ya Myahudi na Myunani. Gentile, praise God. Myahudi zile baraka ndio tunasema kwamba aliachiwa. Lakini Yesu alikuja akaondoa baria. Na sasa tukaunganika kwa mwili wa Yesu Kristo, tukawa kitu kimoja. Na kwa sababu sisi ni kitu kimoja, ndio maana hizo baraka zote ambazo zimetajwa katika Biblia tunazichukua kama zetu. Wakati wewe umeokoka, umemchukua Kristo, umempokea Kristo katika maisha yako na umebatizwa na Roho Bwana yuko ndani yako, wewe ile baria inaondoka. Wewe na Mwisraeli ni kitu kimoja kupitia kwa Yesu Kristo. Hawituelewe. Lazima tuelewe kwanza hili neno. So hizi baraka ambazo zinazotajwa katika Biblia tunaunganishwa nazo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Tulimpokea Kristo na sisi tu ni mwili mmoja na Kristo. Ule utofauti uliondoka. Kwa hivyo zile baraka zote ziko ndani ya Biblia ni zetu sisi wa Kristo. Hawituelewe. Tuko pamoja? Kwa hivyo inasema kwamba atabariki kizazi chako, atabariki wanyama wako, atabariki kazi ya mikono, ataongeza. So chochote ambacho kiko katika hama yako, Mungu atakiongeza. Hawituelewe. Mimi ni mkulima. Mungu ataongeza ng'ombe zangu, ataongeza mazao yangu shambani. Haleluya. Mimi ni landlord. Mungu atafanikisha biashara zangu zile ambazo ziko. Hakuna nyumba ambayo itakaa tupu, kila wakati itakuwa imejaa watu. Na chochote ninachofanya na mikono yangu, Mungu atakizidisha na kukiongeza na kukiongeza na kukiongeza. Na ile nyumba ambayo ni yako, kupitia kwa hiyo nyumba mapato, utajenga nyumba nyingine tena. Kwa sababu yale mapato ndio mtaji wako, uta-accumulate na pia utajenga nyumba nyingine ama utaongeza. So hakuna yoyote ambaye hana mbegu aliyopatiwa. Hiyo mbegu ambayo umepatiwa, hiyo mbegu ambayo uko nayo, ndio hiyo mbegu itaongezeka. Haleluya. Amen. Mimi sina job, mimi sina nyumba, mimi sina mashamba, mimi sina nini, lakini unafanya kibarua, unafanya biashara ndogo. Mimi ni housewife. Bwanako anakupatia pesa, sio? Sana kupatia pesa. Nataka pesa ya saluni. Shilingi ngapi? Unajua tu kusoma ni shilingi 900. Nikipata tu 2000 zinatosha. Anakupatia 2000. Praise God. So uko na mbegu. Ile mbegu lazima ulifanyie kazi. Wakati unakuja ndani ya nyumba Bwana useme kwamba huna mbegu, wewe ni mwongo. Tena ni mwongo na unadanganya Mungu. Yaani huna hata shilingi 50 hauna. Hauna chochote hata shilingi 10 hauna. Unadanganya. So uko na mbegu, ile mbegu yako ile ndio Mungu anasema kwamba ataiongeza. Anasema kwamba he will open his good treasure in heaven. Isaiah 45 inasema kwamba Mungu mahali palipoinuka atapasawazisha. Isaiah 45 from 1 kusoma mpaka 3. Anasema kwamba atakufunulia hazina zilizofichika. So kuna treasures zingine ambazo zimefichika. Kuna baraka zingine ambazo zimefichika. Na hizo baraka ni wakati huu Mungu anasema kwamba atakufunulia hizo baraka. Lakini kuna njia ya kupitia ili baraka hizo kupata kufunguliwa. Na njia uko ndani tayari, njia ni Yesu Kristo. Tayari uko ndani ya Kristo. Tayari uko katika hizo baraka. Ni wewe sasa uinue kinywa chako. Ile mbegu ambayo uko nayo, uanzie hapo na ukapate kupenya katika kupanuka. Haleluya. Tajiri mmoja alikuwa ameenda safari, akampatia mwingine talanta 10, akampatia mwingine talanta 5, akampatia mwingine talanta 2. Yule wa talanta 10 akaifanyia biashara, ile talanta ikazidi kuzaa. Wa talanta 5 akaifanyia biashara, ile ikazidi kuzaa, ni fedha hizo. Wa talanta 2 akasema huyu
sana, havuni pale mahali hajapanga, akaenda kazizika hizo fedha, akasema mpaka atakaporudi. Baada ya muda mrefu tajiri akarudi. Aliporudi, yule aliyekuwa na talanta 10 akaenda kwa tajiri, akamwambia, talanta yako uliyonipatia 10 hizi fedha nilizifanyia biashara na zikazaa, na fedha zako hizi na faida yake hiyo. Yule talanta 5 naye akaenda kwa tajiri, akamwambia, ulinipatia talanta 5 hizi fedha nikazifanyia biashara na zikazaa faida, talanta zako 5 hizi na faida yako hiyo. Yule aliyepata talanta 2 akaenda kwa tajiri, akamwambia tajiri, wewe ni mgumu sana na wewe ni mbatili sana, wewe huvuni pale mahali hujapanga. Kwa hivyo talanta zako zile 2 nilizificha chini na sasa ninakuregeshea. Tajiri alimwambiaje wale watatu? Yule watatu akamwambia, wewe ni mpumbavu sana na wewe huna akili na wewe ni mjinga. Akamwita yule wa talanta 10, akamwambia, keti hapa. Akamwita yule wa talanta 5, akamwambia, keti hapa. Akamwita yule wa talanta 2, akampokonya zile 2, akawapatia yule aliyeleta faida kubwa. Katika maisha wewe uko na mbegu. Hakuna mtu ambaye hana seed. You have the seed. You must plant this seed in the right place. You must produce. You must make sure kwamba hii mbegu lazima izane, na hivyo ndio utapanuka. Ukisema kwamba wewe utakuwa mpumbavu, basi hutapanuka. Nitahubiri, nitaimba, nitaruka, nitafunga, na wewe bado utabaki vile vile. Are we together? So lazima ufuate maagizo, kwa sababu ni mwaka wetu wa kupanuka. Hallelujah. Amen. Are we together? So Mungu atakufungulia hazina. Anasema kwamba katika shamba lako, kwa sababu atashukisha mvua, haitakuwa na season. Mungu atabariki kazi ya mikono yako, na wewe utakopesha mataifa na wala hutakopa. Utakuwa kichwa na wala hutakuwa mkia. Kwa hivyo basi, haleluya. Kwa hivyo basi, timu yetu imetoka katika Isaiah chapter 54. Isaiah chapter 54 verse 2 to 4. Timu yetu imetoka hapa. Isaiah chapter 54 2 inasema, panua mahali pa hema yako. Wakati unapofuata utapanua mahali pa hema yako, maana hapata tosha. Praise God. Alisema kwamba panua mahali pa hema yako. Wakati wewe umekaa katika box hivi, na sasa wewe unaenda kunona na umefungwa, sasa unaenda kupanuka, unaenda kunona, utatosha hapa au utatosha? Haleluya. Lazima sasa uongeze pande huu, uongeze pande huu, uongeze mbele, uongeze nyuma, ndio uwe na nafasi ya kupumua. Haleluya. Sasa kwa sababu ya hii film, ni wewe sasa ujitayarishe kuanza kupanua hema yako. Mahali pako uanze kupanua. Tumeongea hapa sana kuhusu kuongezeka na kupanua kanisa, na tukasema mambo mengi. Vile vile wewe ni uwe tayari sasa uanze kuwa na maono ya kupanua biashara yako. Praise God. Amen. Wakati Mungu ameleta neno katika kanisa, ni neno lake, si langu. Ni neno lake. Vile wewe unataka wewe, hivyo ndio itakavyokuwa. Amen. Praise God. Amen. Vile utakavyonichukua wewe, ukinichukua mimi ni cosmos wa kawaida shauri yako. Mimi sisimame hapa kwa sababu yangu. Hizi baraka zikija si zangu, ni zako. Haleluya. Ukiona nyumba vitu vitakuwa ndani, ni yako. Ukiona gari utanibeba, ni lako. Biashara yako ikipanuka, nani atakula butter and bread? Ni wewe. Praise God. Nani atapeleka familia yake White Sands kwenda kula? Hamtakuwa pamoja, ni wewe na familia yako. So this thing is for you. So panua hema yako. Jitayarishe sasa kupanua biashara yako.
kuwa na maono ya kupanuka. Maono ya kupanuka sasa ni sasa urudi chini, kaa chini wewe mfanya biashara mdogo. Tathmini biashara yako vile ilikuwa ikitembea. Angalia gaps zilikuwa wapi. Fedha zako zilikuwa zikipotelea wapi? Kaa sasa chini. Kila wakati biashara yako ikifika mahali fedha zinapotea pastor jambo linaingia. Kaa chini sasa, angalia ni wapi, ni nini kinachosababisha? Ni upumbavu wangu? Shetani anaingilia wapi? Ni marafiki wabaya? Ni magonjwa? Ni nini kinachofanya biashara yangu inaanguka? Wakati umechunguza mambo yako, sasa rudi chini sasa. Ndio maana nasema jiangalie sasa, failure zimekuwa wapi katika maisha yako? 2021 ni wapi kumekuwa na failure? Sasa ni mwaka wetu wa kuongezeka. Kwanza angalia 2021 huko nyuma. Ni wapi umefanya mistakes? Shida imekuwa ikiingilia wapi? Alafu sasa unaketi chini, unatathmini biashara yangu imekuwa ikiharibika, every time ilikuwa inaharibika hapa. Nyingine ninadanganya naenda kwa loan ama kitu kinatokezea, nafikiri nataka kuinvest lakini napoteza pale. Usiregelee makosa hayo tena. Praise God. Ni wakati wa kuangalia, ni wakati unaangalia ili usiregelee mistakes ambazo ulizofanya huko nyuma. Wengine tulichukua madeni na tukapata madeni yanaturegesha nyuma na yanatupeleka katika mateso. Ni wakati sasa wa kuangalia sasa. Mimi nimekuwa nikichukua madeni lakini nimekuwa nikizunguka pale. This time nitaenda another direction. Nitajinyima kidogo. Praise God. Kujinyima kidogo. Nitakata expenses zote. Kama mimi nilikuwa nikizunguka, nikimwambia mtu njoo nishikilie cashier, njoo nishikilie nini, nitakaa pale kwa cashier. Praise God. Nitaacha kuzunguka. Kwa sababu nikizunguka wale wanaiba. Sasa mimi nitakaa pale, nitachukua watu, nitawatuma wakamfanyia biashara. Ili nihakikishe fedha zangu zote zimekaa. Okay. Fedha zangu sababu zilikuwa hazina mlinzi, zilikuwa zikipotea, nilikuwa sitoi fungu. Safari hii nitahakikisha kwamba nitamjaribu huyu Mungu kwa sababu nataka niongezeke. Nitatoa fungu katika mapato yangu. Alafu nione vile Mungu atanifanyia. Praise God. Kama ulikuwa katika madeni na kusumbua, badala ya kuongeza madeni, punguza hayo madeni. Are we together? So panua mahali pa hema yako na kutandaza pazia ya maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu na kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Usikuwe na shaka na wasiwasi. Wakati wa kupanuka, unapanuka kiimani, kipumbavu. Praise God. Hallelujah. So wakati unapofanya vitu, usiangalie hali yako ya sasa. Angalia hali yako ya kesho. Do everything for tomorrow. Kama unataka kupanuka, unapanuka kwa sababu kesho, praise God, utaongezeka, utazaa, utakuwa na wafanyakazi, biashara yako itapanuka. Au tume? Kama ni kwenda bank kwanza kunegotiate, unaenda bank ukinegotiate as a businessman, as a businessman. Wakati unaenda kutafuta grant, unaenda kutafuta as a businessman. Kama hauna suti nzuri ya kuvaa, kama hauna tai, kama hauna shati nzuri ya mkono mrefu, kama hauna nguo nzuri ya kuvaa, wakati unapotoka kwenda kukutana na wakuu wa bank ama institution, unanunua nguo moja. Praise God. Hiyo moja tu haina shida. Kila wakati unaenda unavaa smart, siku hiyo uko na mkutano. Hivyo ndio kila mtu alianza. Hiyo nguo moja kwa sababu unakuwa presentable. Fedha ziko kwa mfuko hazisemi. Amen. Appearance yako ndio muhimu. How do you appear in front of people? Hiyo ndio muhimu katika maisha yako. Hiyo ndio kupanuka. Kupanuka pia iko na mambo yake. Usijidunishe. Wengi tunapenda kujidunisha. Mimi angalia, nimetoka Bundu. Nimetoka angalia Bundu kule kwetu. Hajasoma, kuna wasomi. Hata hicho Kizungu utaongea namna gani? Wako wengi hawajasoma na wanaongea Kizungu. Wengi hawajasoma na wanaongea Kizungu.
Praise God. Amen. Na mimi naona Kijerumani vizuri sana. Na sijasoma, sijaenda shule ya kusoma Kijerumani. Aito. Ninaongea vizuri. Ninaongea nao vizuri. Sikwenda shule nikasema eti naenda kusoma Deutsche. Hii verse is what? Hii varu what? Hapana. Nilisikia na nikawa na interest kwa sababu nilikuwa naishi kule. Nilikuwa nafundishwa Kizungu lakini wale wote wanaongea Kijerumani na mimi nikawa na interest na nikawa naongea nao. So lazima uwe na interest ya kupanuka. Wacha kukaa kama hapana. Kaa vizuri. Kwa sababu ni mwaka wa kupanuka. Ninawafundisha, I've been a businessman, my people. International businessman. I've traveled almost all over the world. Na kila mahali nikienda, ninaenda sio eti nimetoka katika familia maskini. Ninaenda kama vile wale matajiri wengine. Tukikaa kwanza mtoto anaangalia anashika namna gani hiyo fork. Naangalia naomba na Mungu nipatie hekima jinsi ya kushika hiyo fork. Nashika na mkono gani? Nashika na mkono. Nashika hivi na kisu nashika hivi na mwangalia kwa. Endelea. Yes. I'm coming. Unafanya hivyo. Kumbe unaangalia vile umeshika ili sasa na wewe ushike ukate na ushike uchanganye. Ili sio kaonekana mshamba. Praise God. Lazima uwe mtu wa kusoma, unasoma kwa sababu lazima tupeni. Usijidunishe. Mwaka wa kupanuka ni mwaka wa kuweka kifua. Haleluya. Panua hewa zako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Isaiah 54 chapter 3. Isaiah 54 inasema kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Na wazao wako watawamiliki mataifa. Haleluya. Amen. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu tena. Wewe na mimi ndio tutabadilisha hali iliyo kule Bundu kwetu. Wewe na mimi ndio tutaenda tujenge nyumba yako. Wakati wengine wote wamejenga nyumba nasi. Tulienda kule West kule juu. Naona nyumba zote sio design moja. Tunajengwa hivi square. Nyumba zote design moja, square. Nyumba zote design moja. Zingine kuna bati, zingine kuna nyasi, square. Zote za kawaida. Kauliza kwa hizi kwa zote zinafanana. Nasema hapo kujenga nyumba mawe. Sijui kama utatoboa. Praise God. Amen. Lakini ni wewe utabadilisha hali ya kweli. Today I want to speak about my testimony only. Mimi nilisema nitakuwa mfanya biashara, sitakuwa maisha ya duni. Nikataa kuishi kwa taifa la taifa. Maisha yangu ya zamani. Nasema hapana, I'm a businessman. Baba yangu alikuwa rafiki yake kutia shauri cha spring akasema kwa sababu sina kitu na rafiki yangu hapo amesema wewe hapo kakufundisha kwa hiyo. Kaambia no, my father no, I'm sorry. I'm a businessman. Praise God. Amen. Kachukua basikeli yangu, kanunua basikeli, fanya bora kanunua basikeli. Kaanza kuingia kwa Kambala na nunua mayai, nakuja na mayai na mwaga hapo kwa maduka, alafu narudi kwa kibarua. 3 days nachukua nafasi kazini, nakimbia tena nachukua mayai kumi zingine ama 20 na mwaga kwa maduka, sasa istaki. Mwisho wake nikajenga duka, kiosk, ikawa duka. Wakati wa cybercafe Mungu akanipatia neema, niliporudi kutoka Ulaya nikaja na computers. Niliulizwa what do you want? Ambia I need computers. What for? Ambia kuna mtu anataka kusaidia kule. How many computers do you need? If I get 10, I'll be great. Nikapatiwa computer. Kaza kaweka cybercafe. Hivyo ndo napanda. Nimetoka kuzungusha mayai, kiosk, cybercafe. Na hivyo nikapanda na nikaenda. You must start somewhere. Na uendelee kupanuka. Usiseme kwamba mimi ninangoja vile vikubwa, hapana. Pale ulipokuwa na maono makubwa. Jitayarishe wewe kupanuka katika jina la Yesu. Anasema kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Na wazao wako
watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa ukaliwa tena na watu. Utarudi kwenu na utafanya change katika maisha ya kwenu. Kwanza wakati unapopanuka hapo kwa mjini kutafuta fedha, alafu fedha unawekeza wapi? Fedha unawekeza wapi? Unawekeza mjini na unawekeza mashambani. Unawekeza mjini, unawekeza mashambani. Brother mmoja hapa, mshirika wetu, akaja kaniambia, Rev, nataka unifundishe matoleo. Mimi nimechoka hii hali. Hapo nikakaa naye almost the whole day. Nikamfundisha matoleo yote. All 5 givings in the Bible. Kamfundisha, akasema nitaanza namna gani? Kaomba watoto kwanza yeye. Anza sasa. Hii kazi yako ulitolea fast food, si kutolea wewe chukua tu sehemu yote vile Mungu amepongeza kutolea fast food na kwa fast food. Endelea. Unatoa fungu. Mimi leo nimekaa kanisani 10 years. But for the 10 years left, sadaka kubwa nimetoka kanisani ni 20 shillings. Huo ni ushirika wa kweli. Ni mshirika wetu hapo. Sadaka ambayo nimetoa kubwa ni 20 shillings. Haya, anza kutoa fungu. Leo mtaanzaje? Kamwambia basi, bahasha yako wewe ukipata fedha, tukao bora tuna baby. Weka fedha katika, kama mpata sadaka yako ni ngapi? Akasema 15. 12,500 weka hapo. Alafu kuja katika cha wiki nitakufikishia Sunday na kurekesha basi hapo utakofa. Akaniambia kwa sababu kazi yake ilikuwa na anapata chip. Akasema every time akinunua plot, jambo linatokezea, kumbe ameuziwa mtu pili na ile plot amepoteza. Alipoteza karibu plot 5. Sasa baada ya kufuata maagizo na kufuata njia za sawa, akajenga. Akaniambia leo na pesa kidogo twende Malindi. Tukaangalia plot. Sema huyu atanisumbua, lakini kwa sababu nimemfundisha mwenyewe, wacha nitaenda naye. Tukaenda Malindi, plot tukaiona, nikamnegotiatea, akatoa pesa kidogo zile ambazo alikuwa nazo. Within a month, 2 months akamaliza. Akasema leo tufanye nini? Kamweza kwa tufanye nataka kujenga nyumba kukodisha. Kuna wateja ni jenga nyumba kukodisha. Akajenga nyumba. Tukarudi tena mara ya pili na mchungaji kidogo, tukaenda kubariki nyumba na sasa mlango. Praise God. Alikuwa akitoa shilingi sadaka shilingi 10, baadaye akaanza fungu. Sasa fungu lake ni kama 40,000-50,000 every month. 40,000-50,000 every month. Imekuaje kawa hivyo? Kwa sababu alitaka kupanuka. Haleluya. Alitamani. Biblia inasema kwamba tamani vipao vingine, mambo mengine ni utamani. Haleluya. Nilikuwa naambia mtu wakati mimi nimekuja kuhubiri hapa leo, every Sunday nimesimama. Kila Sunday ni siku yangu ya kufanya mtihani. Wale ambao nimepitia shule kidogo, si unajua mtihani vile ni ngumu. Ikifika umejitayarisha, umesoma, sasa naona. So every Sunday mimi ni siku yangu ya kufanya exam. Naamka saa 10, saa 9 na revise. Ili nikisimama hapa, Mungu sasa aanze kufungua ile kitu nimesoma. Hata nisipokuwa na Biblia na Roho wa Bwana atafungua ikiendelea. Maana nishasoma revise. Hivyo katika maisha yako lazima uwe na target. Lazima kila wakati uwe na siku ya kufanya mtihani. Lazima kila wakati uwe unaji-assess. Siku hizo lecture system inaitwa continuous assessment. Kila wakati lazima unaji-assess. Kwa biashara yako lazima unaji-assess. Kwa chochote unachofanya kazini mwako unaji-assess. Lazima uwe mtu wa kusoma. Mimi nafanya kitu fulani, natengeneza hii mashine. Lakini hizi mashine zinaongezeka, zinakuja zingine. Soma hata kile mashine gani uijue mimi yake. Hiyo utakuwa unapanga. So panua hema yako. Usiogope. 4 inasema usiogope. Kitu ambacho kiko na shida, sisi tunaogopa. Isaiah 54:4 inasema usiogope. Shida sisi ni kuogopa. Wao takwaje? Wacha uogope. Mimi mara ya kwanza kutumwa nilikuwa sijawahi kwenda Ulaya. Sijui lugha yoyote.
Nilikatiwa passport, nikakatiwa tikiti, nikapatiwa mapa. Sijawahi panda ndege, sijawahi kwenda nje ya nchi, sijui lugha ya wale watu. Nikatafutiwa passport. Haleluya. Nikakatiwa tikiti ya ndege na nikapatiwa na mapa. Kapandisha ndege Emirates, nikashuka Dubai, nikakaa mashikilangu saa zote hapo. Kwanza nilikaa karibu na zile zinapita zikiangalia masanda yako. Saa zote nichapo kwa bado masaa matatu. Nasinzia, naangalia. Kutoka hapo nikashukia Frankfurt. Nakumbuka vizuri sana. Sijui chochote. Sijui hata kuuliza kwa sababu wale wanaongea Kijerumani. Angalia map, nikaondoka shuka chini. Sababu kuna train chini. Angalia my time. Kwa sababu nilikuwa kuna train ya safari, kuna train, so I took my time. Nikashuka chini, nikaona train, nikaingia. Kaangalia train ya Sagabi na safari. Kule nitafika safari. Sasa mimi sijui naenda wapi, lakini natembea na masaa. Hiyo masaa ikikaribia nasoma kitabele karibu na mlango. Ndio mlango ukifunguka sasa automatic hakuna mtu anakuambia ni lugha wanaongea lugha za kwao. Wanaongea. Nikifika pale kwa mlango masaa ndio hayo nashuka. Kushuka pale nikaambiwa tutapata taksi hapo kama hiyo. Praise God. Hata namba ya hiyo gari nilikuwa nimepatiwa. Nikaangalia nikaona ndio hii. Nikaenda huyo wakati ameona Mwafrika peke yake hapo mweusi. Akaweka hivi, nikaona Cosmas Moka ni mimi. Nikajaribu kumuongelesha Kiswahili, nikajaribu kumuongelesha Kizungu, haelewi, yeye akafungua mlango nikaingia. Praise God. Nikaketi nikapelekwa, hivyo ndio ilipo. Na the rest ikawa ni history. Kama ningesema hiyo lugha, nitaongea lugha gani? Mimi siwezi kwenda kupotea. Hata wazazi wangu hawakujua nini kinaendelea. Mimi nikapotea huko. Mimi siwezi. Lakini kwa sababu inasema wakati wa kupanuka usiogope. Usiogope chochote. Ukipatiwa responsibility jua kwamba wewe uko na roho ya Bwana atakuelekeza. Hakuna jambo ambalo wewe huwezi kufanya. Wale ambao wanafanya hawakuzaliwa. Waliumbwa wao ni roho. Wao walizaliwa kama vile walivyozaliwa. So unaweza. Amen. Hallelujah. Unaweza. Praise God. Amen. Inasema usiogope. Manake hutaaibika. Wala usifadhaike, maana hutaaibishwa. Kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako. Amen. Utaisahau aibu ya ujana wako. Utasahau zile shida ambazo ulikuwa ukipitia. Utazisahau hiyo aibu yote ulienda. Wewe unaangalia unakaa kama katuni. Unaangalia watu wakati siko na watu wakishikana hivyo kitena nasema angalia watu. Kumbe bibi na bwana. Kumbe tumetoka ushambani hapa. Sasa hiyo mambo yote utasahau. Utasahau aibu ya ujanani wako. Wewe utaendelea. Mungu atakufanikisha na ile aibu, na ule ushamba, na ule kupungukiwa, na zile dhihaka zote watu walikuwa wakikudhihaki nazo utasahau. Zile shida zote ulikuwa ukipitia utazisahau. Praise God. So, point number 1 tulisema ndio hiyo. God will enlarge you and increase you physically. Atakuongeza physically. Atakupanua. Wewe utapanuka physically. Mawazo utapanuka. Njia zako zote zitapanuka. Mahali unapofanya kazi utapanuka. Mahali popote uingiapo wewe utapanuka, usiogope. Biashara yako itapanuka, usiogope. Praise God. Usione mwingine yuko na biashara kubwa, ukasema yeye yuko na biashara kubwa, eti yuko na duka kubwa, yeye alianzia wapi? Hapo kwa Yesu. Lakini kwa sababu hakuogopa, aliendelea. Anaenda kwa wote
Anasema nataka unga, lakini dukani ndogo, uko na shilingi ngapi? Aliko na ya mandari mbili. Si tena kesho unarudi. Mtu wote anakuambia, si baada ya kuja hapa, sio acha nikubalie tu mandari 20. Alafu utachukua pesa after 1 week, after 2 days. Useme ai utalipa na nini? Sema bwaga. Bwaga hizo mandari 10 20. Bwaga. Pesa utapata nini? Baada siku 3 ndio uchukue pesa. Unafanya bidii, anakuja zimebaki 3. Hata 20. Nimekuja. Bado 3 ongeza. Kwa sababu ile kila mandari kuna faida yake. Faida sio tunakula faida. Unaweka, unapatia, unalipa zote na unaongeza soko nyingine. Hiyo ndio kupanuka. Wewe sasa duka yako imetoka kwa mandari 2, imeenda kwa mandari 20. Itatoka pale atasema sasa nakuja kila siku, kwa sababu watu wakiona duka yako imejaa, wakiona bandari zimejazana pale, mtu wa bandari watakuja kwako. Yeye akitoka kwa duka yako aone, akichungulia unaomba 5, nataka 6 au na. Ataenda kwa duka nyingine ambayo atapata kila kitu pale. Lakini wakati umeweka stock, atakuja ataangalia kuna kila kitu pale. Ile duka hata zile zimekaa nje zimejaa. Kama nikitaka bandari moja, nikitaka nitapata. Watu wa biashara ndogo watakuja kwako, bwana, mimi niko na biashara ya kupika. Usinipatie unga alafu saa 6 ndio nikuletea pesa. Sawa, chukua, saa 6 nileta pesa. Hivyo ndio inaanza na biashara yako inakuwa na wateja wengi. Usiogope. Sitaki uogope. Tusiogope chochote, tusonge mbele. Ni mwaka wetu wa kupanuka. Lazima tupanuke. Kanisani hapa tunafundishwa mambo matatu. Tunafundishwa mambo ya kiroho kwenda mbinguni. Haleluya. Lazima tuende katika njia za sawa, tuende mbinguni. Lazima uwe healthy. Mwili wako uwe healthy. Lazima ufanikiwe wapi? Hapa duniani. Fanaka ziko mbinguni. Kule mbinguni ni kuenda sasa, umemaliza vizuri, unaenda kuburudika na Bwana. Njia zako lazima ziwe sawa, kwa sababu siku za mwisho zikifika upokelewe na malaika mbinguni. Lakini pia huwezi kuishi katika hali ya umaskini hapa duniani. Ili wewe ufanikiwe, hii Biblia Deuteronomy inasema ukifuata neno utabarikiwa, mashamba yako yatabarikiwa, ng'ombe zako zitabarikiwa. Kule mbinguni kuna ng'ombe, kule mbinguni kuna mashamba, kule mbinguni kuna fedha. Hakuna hapa duniani. So when we teach the Bible, kufanikiwa ni kufanikiwa kiroho, kufanikiwa health wise, and kufanikiwa financially and material. Praise God. Biblia inasema kwamba wanaomjua Bwana watafanya exploits. Inasema hivi, mataifa yatakusanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Are we together? Wapi? Hapa duniani. The kingdom of God. Tutajenga kingdom of God wapi? Hapa. Ndio tutajenga makanisa. Hata tujenga makanisa kule mbinguni, lazima tutembee katika usawa ili tuingie mbinguni, tufanikiwe kwenda mbele za Baba siku zetu za mwisho. Na hapa duniani pia tufanikiwe, hapa tujenge makanisa. Tusaidie watu kule mbinguni, kwa maskini. Wewe unataka kusaidia maskini mbinguni, utasaidia hapa duniani. So lazima Mungu akufanikishe, upewe blessing. God to bless you so that you be a blessing to the other person. You cannot be a blessing if you are poor. You cannot be a blessing kama uko katika laki. Huwezi kuwa blessing kama wewe ni mgonjwa. Ndio maana vifungo Yesu akasema nimekuja kuwafungua, kuwaponya. Katika kanisa la kwanza tunaona missionaries walikuja kuhubiri Injili, wakajenga mashule, wakajenga mahospitali. Kwa nini missionaries walifanya hivyo? Walijenga makanisa, wakajenga mahospitali, wakajenga mashule. Why? Upate elimu. Ndio tunafundisha hapa. Elimu ya kufanya nini? Ya kufanikiwa na kupanuka na kuendelea. Na kutembea katika njia za sawa. Na siku za mwisho zikifika, ukapate kutembea katika njia za sawa, na siku zako zikifika ukapokelewa na Bwana mbinguni. So lazima uache dhambi, lazima utembee sawa sana na neno la Bwana. Wache usharati, wache ufisadi. Wakati wewe utafanya ufisadi, wakati huzijui njia za Bwana, utatembea kwa ufisadi, maana unataka shortcut. Shortcut yote ni ufisadi. Lakini katika njia za Bwana utafuata maagizo ya Bwana na sheria zake, na utafanikiwa. So God will enlarge you physically. Praise God. Amen. Naenda kwa point number 2. Point number 2 inasema Deuteronomy 28:10 and 11. Na
mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Mataifa watakuona wewe ni Mkristo. Watu wa mataifa wasiookoka, walevi hao, ukipita watajua wewe ni Mkristo, na hofu ya Bwana itakuwa juu yao. Praise God. Are we together? Nao watakuwa na hofu kwako. 11 Deuteronomy 28:11 inasema, Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Na wengine tumetoka Western, wengine tumetoka Eastern, wengine tumetoka Nyanza, wengine tumetoka sehemu mbalimbali hapa. Kanisa hili nashukuru Mungu nimekuwa represented na karibu makabila yote. Haleluya. Amen. Na Mungu ametoka katika mji huu wa Mtwapa. Hawitugeni. Amen. Na Mungu atakubariki katika mji ambao amekuweka. Katika ule mji ambao amekuweka, Mungu atakufanya wewe uitwe nini? Mbarikiwa. Haleluya. Amen. Praise God. Amen. Watakuwa na hofu nawe kwa ajili watajua kama Mungu anatembea nao. Now, kuna story moja Genesis chapter 26. Genesis 26 tunaona Isaac wakati mmoja kulikuwa na njaa na akakusudia kwenda Misri, Egypt. Lakini kwanza akapitia Palestine, Philistine. Alipopitia pale akifikiri kuendelea na safari, Mungu akamwambia, baki hapa, usiende Misri, nitakufanikisha hapa. Kamwambia, lakini Bwana, njaa inawaka moto. Akasema, usijali, wewe nenda shambani, anza kulima shamba lako. Haleluya. Na Isaac akaanza ukulima akiwa wapi? Filisti, nchi ya kigeni. Akamwambia, baraka baba zenu niliwaapia kwamba hili shamba lenu pia ni sehemu ya shamba lenu. Kwa hivyo anzeni hapa. Anza wewe na jambo hili, fanya ukulima. Akaanza kulima. Biblia inasema kwamba aliingia hapo akiwa yeye na mke wake tu. Na kwa sababu alikuwa ni mwoga, hata alidanganya kama vile baba yake. Walipomuuliza huyu nani, anasema ni dada. Lakini kwa sababu alikuwa ni mcha Bwana, siku moja mfalme akimchungulia, akamwona anacheza na mke wake, akamwita, akamwambia, wewe, huyu anakaa kama mke wako, huyu ni mke wako. Akasema, kweli ni mke wangu. Akasema, kwa nini ulitudanganya kama dada yako? Akasema, niliogopa kwa sababu yeye ni mgeni, kwa sababu mke wangu ni mrembo, usikumkamua. Hallelujah. Praise God. Neno la Bwana hili. Soma Genesis 26 mpaka Esther. Basi Isaac akaanza kufanya ukulima. Isaac 26. Tasoma kidogo 12 to 16. Then Isaac sowed in the land and reaped the same year 100fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and to continue prospering, and he became very prosperous. Isaac akalima katika lile shamba, katika jangwa lile, na Mungu akafanikisha. Sasa Mungu hakukomea hapo. Akaendelea kufanikisha, kuendelea. Yaani akaanza kufanikisha continually. It doesn't matter where you are. It doesn't matter dunia inasemaje. Sasa ni corona. Kwa pamoja. Si ni corona hii. Ukitembea barabarani hakuna magari mapya. Mafundi hawajengi. Si ni corona hii. Si kuna wengine wanalala njaa. Lakini kwa nini wengine bado wanaendelea? Are we together? Kwa nini wengine wanaendelea katika jangwa hili? Sasa ni jangwa dunia mzima. Walisema wave ya kwanza alafu itaisha. Hawakuelewa. Wave ya pili ngapi? Wakasema vaccine, tukadungwa, wala walidungwa. Wakadungwa.
Haya, magonjwa mengine inaitwa Omicron. Sasa ni double. Ile vaccine waliodungwa wakasemekana kuna booster. Sasa wanadungwa booster tena. Baada ya hiyo vitu tutakuja nini tena nyingine? Mambo mengine yanatembea, watu wanatembea kwa mwili. Praise God. Amen. Zamani wakati kama huu, mataifa wakuu wa nchi wangekuwa wamekimbia kwa manabii wa Bwana, wakapiga magoti, wakakaa pale, waambia manabii wa Bwana, sisi ni wafalme, tumekuja unipatie direction. Sikiza kuna direction. Kwa sababu we are in the end time. The devil is controlling the bosses. Yeye ndo anaongoza. Hawawezi kujishusha chini na wakatembea katika manabii wa Bwana wakauliza. Hata mwanzo makanisa ndio yalifungwa kwanza. Ng'ama akawa anapiga makelele anasema kanisa na baa zote zingoma vyesu zote zimefungwa siku moja. Praise God. Hivyo ilikuwa. Kwa sababu hakuna hofu ya Mungu. Sasa janga limeshuka. Wengine wananunua magari, wengine wanajenga na wengine bado wanafanikiwa. Kwa nini? Na sasa ni wakati wanasema economy imeshuka. Wengine walipoteza kabisa biashara zote, wamekuwa zero. Na wengine biashara zao zinaendelea kupanuka. Aisa katika lile jangwa, yeye Mungu alimwambia anza kulima na kupanda hapa. Biblia inasema kwamba ule mwaka wa kwanza Isaac alivuna 100%. Amen. 100%. Na Mungu akaendelea kumfanikisha Isaac kuendelea. Praise God. Wakati wa kupanuka haiangalii masigara. Usiangalie masigara ambao huko. Praise God. Usiangalie masigara ambao huko. Anza hapo. Siku ndani hapo siku moja. Kwamba siku moja unaweza shika shambani 10,000 kwa pamoja. Eti mtu amekuja anataka hizo vitu analipa 10,000 kwa pamoja. Siku ndani hata siku moja. Hata siku moja siku ndani kama unaweza shika 20,000 kwa pamoja. Yaani shambani. Hata sitafanya kitu, mtu amekuja tu. Nataka ninunue hizi matunda hizi. Chukua hizi 20,000, alafu utakuja kesho, alafu utaongeza zingine. Siku ndani hata siku moja. Kumbe kila mahali wewe upo, Mungu akiwa pamoja nawe atatenda mambo. Hakuna jangwa yoyote ambayo inaenda kukuzuia wewe. Hata kama wamesema kuna corona, kuna nini, biashara yako itathrive. Itaendelea. Kazini mwako utapata kazi nzuri, tena utaongezewa mshahara vile wewe unavyotaka. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Wanashangaa imekuwaje huyu mgeni katika jangwa hili. Yeye ameanza kijinga kupanda. Sasa angalia, amenunua kondoo zote, amenunua ngamia zote, amenunua ng'ombe zote. Sasa yeye tena tunaenda kwake, tukitaka ng'ombe tunaenda kwake, tukitaka chakula tunaenda kwake. Imekuwaje? Wakaanza kumwonea wivu. Hivyo ndio itakapokuwa katika mwaka wa kupanuka. Hakuna chochote kinaenda kukuzuia wewe. Wengine hawauzi, unafanya biashara vipi wewe? Kama unauza viatu, utaenda marikiti, unanunua kiatu 200, utauza 600. Praise God. Ulikuwa kuuza kiatu kiwili, nunua design zote, usiogope. Zote zitauzwa. Kama ni mashati, nenda nunua mashati, uza. Unajua Mungu anafanya nini? Mimi nani mpaka marikiti. Nani hapa? Sasa nipata hata wa confused, watakuja watanunua kwao. Wao wanaona hiyo tikiti ya kwenda hawataki. Wewe nenda uchukue kwa bank. Ongeza shilingi 200, 300, usibe. Faida. Ongeza, uza. Na uinue biashara. Usiogope. Katika jangwa hili wewe utafanikiwa. Mfalme akaona wivu, akamwambia baba, hapana, toka na ndugu yako. Maana sasa wewe ndio tutaanza kukuabudu hapo. Hivyo ndio utakapokuwa katika wakati unapanuliwa. Wala hata kama uko ndani ya nyumba, atakuja atakwambia wewe unafanya biashara katika nyumba yako namna hii. Kwa sababu umeanza kumlipa 6 months, anambia
Naona unazunguka hapo, una shida pesa, wacha nikulipe miezi 6. Si njema? Wacha nikulipe mpaka mwezi wa 6. Sitaki nikuone tukazunguka hapa. Na kama kuna mtu hapa anatoka, atachukua zote hizo. Achanganye hizo maduka zote, utavunja utachanganya. Wataka pesa ngapi? Kama kama ndio kwa mwaka. Mwisho wake atakufukuza. Atasema huyu mjinga hapo katika nyumba yangu na yeye ndo amemiliki. Hivyo ndio itakavyokuwa wakati wa kupanuka. Amen. Na wakati amekufukuza, uko na pesa nyingi, utanunua property yako, uweke biashara kwako. Amen. Na ile duka itabaki imefungwa. Praise God. Amen. So usiogope situation. Usiogope hali kuna corona, kuna nini? Hapana. Regardless of the world economic hardship, whatever you touch will prosper. Not only prosper, but it will continue prospering. Until you will be very prosperous, and people will be jealous of you. Nasema huyu Baluya aliingia mtu hapa juzi hapa, mjinga huyu sasa anaringa. Sema huyu Mkapa huyu alikuja hapa juzi sasa anaringa. Huyu Mjaluo alikuja hapa juzi sasa anaringa. Huyu mtu kwao ni Kaloleni kule, kwani kule Kaloleni hangefanya biashara hapa, amekuja kutoka kufanya biashara hapa. Hivyo ndio itakuwa. Hii ni city, makabila zote ziko hapa. Fanya biashara usiogope. Praise God. Fanya kazi usiogope. Ni wakati wetu wa kupanuka. Hallelujah. Hiyo ni part 1. Mwaka huu Mungu amesema atatuongeza, atatupanua na atatuongeza zote materially and financially. Praise God. Hii ni part 1. Tutaendelea part 2 next week. Praise God. Amen. Lazima ufuate neno la Bwana na usiogope. Kulikuwa na watu 4. Mmoja akamwaga mbegu yake katika njia. Praise God. Amen. Hiyo mbegu itamea. Ndege walikuja wakaokota wakana nayo. Mmoja akamwaga mbegu yake katika mawe. Ikamea, mizizi zikawa juu ya mawe. Upepo ukija unaanguka. Mmoja akapanda mbegu yake katika miiba mingi. Msongamano ya ile miiba ikasonga na mbegu ikafa. Na mmoja akapanda mbegu yake katika mchanga mzuri. Na hiyo mbegu ikainuka, ikakaa katika mizizi mizuri, ikanawiri na ikazaa 60, ikazaa 30, ikazaa 60, ikazaa 100. Na mbegu ile ikafanikiwa. Wewe ambao unapanga katika mbegu nzuri. Maneno haya yatakapoingia kwako yafanyie kazi. Praise God. Neno hili wacha likaanguke katika mchanga mzuri. Na neno hili ulifanyie kazi. Na uje tena na tena na tena nikukumbushe.